Beshi, asante sana. Ni baada tu ya kutazama hapa basi sehemu ya kwanza ya picha letu Azumi, ndio kwa maana basi this time around nimeamua kukuandaria hapa basi sehemu ya pili wa Shalala. Na hakika kama haujatazama sehemu ya kwanza, hakikisha basi umeweza kutazama mwanzo. Hapa basi ni moja kati ya picha basi didri tena zaidi. Usisahau tena na kufahamisha ni baada tu ya kutazama sehemu ya kwanza ya picha Azumi, na ndio kwa maana basi this time around ninakuja kukuandaria sehemu ya pili. Ina maana Azumi part 2 ndio ninakuja kukuandaria hapa basi this time around. Kwenye sehemu ya kwanza tulipata basi kuna kikosi cha watoto walioweza kuokotwa na hatimaye basi wakaweza kutrainiwa na wakatengeneza kikosi cha assassins. Hao assassins walihusika basi, walitumiwa kuhakikisha vinara wote, yani warlords, watu ambao walikuwa wanataka kuanzisha vita tena huku upande wa kaskazini magharibi mwa kusini mwa Japan, wote wametambarizwa. Waliweza, kile kikosi cha assassins kiliangamiza vinara na warlords, vinara wa vita, yani warlords wengi zaidi. Lakini pia wao kadha wa kadha wao waliweza kuiaga dunia, na hatimaye mwisho wa vita hiyo zote sasa ilikuwa kwenye sehemu ya kwanza. Mwisho wa vita walibakia tu wawili, manzi kwa jina la Azumi na mwingine basi kwa jina la Nagara. Lakini kumbe licha na kuwa walimaliza warlords wengi zaidi, kuna wenye warisaria na zaidi. Baada ya kuwa hapa basi bila shaka pale yule kinara wa mwisho, kumbe bodyguard wake aliamua kutuma basi wafuasi wao wawafuate Nagara na Azumi. Cheki maneno, Nagara na Azumi wamekuwa kwenye kikosi cha wauaji, wamewaua vinara wengi sana wa vita. Mwanzo mishoni yao ilikuwa ni kuwaua vinara wa vita ili kusiwahi tokea vita ingine. Mwanzo wakiua vinara wa vita, vikosi zitakosa watu wa kuwapatia pesa na kuwanunulia silaha. Hiyo ilikuwa mishoni yao, kuua vinara wa vita. Lakini baada ya kuua kinara wa mwisho, baada ya kuangamiza kinara fulani, hapa basi walifuatwa na bodyguard wake kwa jina la Kembei. Kuna jitu kwa jina la Kembei. Hapa basi bila shaka pale tu kiongozi wake ameuawa, na kwa hivyo anataka revenge. Kwa hivyo Kembei anawafuata Nagara wakiwa na Azumi. Cheki maneno. Kembei alikuingia na kikosi chake shasha. Kembei alikuingia na kikosi chake. Umeangamiza kinara wangu, basi na mimi nataka revenge shasha. Nigiba wa nakunatta yodana. This time mtapenda. This time mtapenda. Lakini Nagara alichoma uswadi. Mwanzo yeye tangu azaliwe hakuna kitu kingine anajua. Anajua tu vita. Nothing but war. Anajua hapa basi tu vita. Anajua kutumia uswadi wake wakiwa basi na waya ya stima manze kwa jina la Azumi. Bash, twende shisha. Tulizaliwa kwa vita, tumeishi kwa vita, na chenye tunajua tu ni vita. So, sisi tutangamanya. Sisi hatutaki kujua. Azumi. Nagara. Alianza kuvunjwa vita akuwa na umri wa miezi 9. Kumaanisha alizaliwa tu hivi akuwa ameonyeshwa basi uswadi. Nagara shasha. Chunga mishare. Chunga ndani 3. Azumi. Chunga manzi Azumi. Chunga sana Azumi. Ai, walicheki wakuona hawa watu this time around ni wadedri. Hawa watu ni wadedri. Azumi na Nagara hawakutarajia basi vitu kama hizi. Hawakutarajia mambo kama haya. Ai, Nagara wekwa mainjare. Akamwambia hapa basi bila shaka pale Azumi, manze tuhepe. Nagara alimwambia Azumi tuhepe. Kama Nagara, hawa watu wakatiki. Mwanzo hata wamevaa manguo za chuma upande wa ndani kuzuia usodi usiwakate. Wamevaa chuma upande wa ndani. Sasa pengine utoboe jicho. Wamekuja wakuwa wamejihamu hawa. Chunga Azumi. Azumi. Chunga, wako mpaka na bunduki. Nge. Sasa wakati aliona bunduki, Azumi alisema basi, hiyo sio tipanga itakukata uende ukashonwe. Hapana, hiyo ni risasi na kupiga risasi na kutambariza. Ai, Nagara ameumia. Azumi, hawa watu wamechomwa mabunduki, na kisha sasa Kembei mwenyewe akachomoka. Kembei
Kato Kiyomasa sama no kata Kyuta-san. Mumeangamiza kinara wangu. Zaidi wewe Azumi, umeua hapa basi master wangu na Masayakato, na kwa hivyo sasa hapa basi lazima nikuangamize. Chunga. Wanapigwa marasasi. Kembei amekomboa watu wako mpaka na mabunduki. Lakini Azumi wakuwa na Nagara wardai. There is no way we can fight a losing battle. Hakuna hoja basi tupekane vita na tunaona watu wako na mabunduki na sisi hatuna. Heri tuhepe. Basi waliluka. Kembei akadhani eti hapa basi bila shaka pale amewaangamiza. Lakini kumbe wamejishikilia hapa kwa jiwe upande wa chini. Wamejishikilia kwa jiwe fulani huku upande wa down sea level. Ashalala. Wamejishikilia kura upande wa chini, tazama. Ai. Watafanya nini? Mwanzo Nagara nasikia kabisa uzito umekuwa hapa basi amekuwa mzito. Huko anamwambia Azumi, niachilie niende. Lakini Azumi anamwambia never. If you have to go, tunaenda pamoja. Tumemaliza hapa basi bila shaka pale watu wengi zaidi na kunaye mtu ambaye hatujamaliza. So, hatuwezi kubali kudedi. Waliyejiachilia stara kama hiyo. Nagara, Azumi, huku basi taito la sinema rakiwa ni Azumi tu, ama zaidi ukipenda Death or Love. Death or Love, yani kifo ama mapenzi, taito la horror cinema. Basi ndugu brother mpenzi mtazamaji, Waswahili husema kupanda mchongoma si kitu, lakini kushuka ni ngoma. Kwa nini? Kuanza vita si kitu, lakini kumaliza vita basi hiyo ndio chokitanzi. Mwanzo ile wa kikosi cha maasasi na kina Azumi wamekuwa wakitrain ili kumaliza vinara wote wa vita. Lakini kuwaangamiza vinara wote wa vita ilikuwa ni vingumu. Mwanzo sasa kuna mwingine hapa basi kwa jina la Sanada. Masayaki-sama oide hokani wa gozai. Na Sanada ni huyu sasa mzee. Huyu ni mzee ambaye anatengeneza kikosi cha wanajeshi, ako na wanajeshi wengi zaidi, anatengeneza siku nenda siku rudi. Mwanzo anataka kuanza kushambulia kabila fulani. Kuna kabila fulani anataka kuanza kushambulia. Sasa alikuja kafahamishwa kwamba na kuiti brother yake Masayakato ameuawa. Kwa hivyo Kembei alikuja kupewa mateso akiulizwa, ulikuwa wapi na wewe? Kato akiuawa, ulikuwa wapi na wewe ni bodyguard wake? Kwa hivyo hapa basi bila shaka pale Sanada alimdunga kutumia upanga. Cheki. Sono itami. Kiyomasa no munenja. Shite kono washi no itami de mo aru. Itami ni tae o kanbe. Sasureba washi no zonnen mo onotsu to wakaru. Kono kanbe itate buchoho iwe. Nilijaribu kila kitu ambacho ningeweza kufanya, lakini mdozi akauawa. Lakini ni hapa basi ilikuwa kazi yako kumwekea ulinzi. Ilikuwa kazi yako kumwekea ulinzi. Amedungwa lakini navumilia. Huku sasa Sanada ardai hakuna namna nitakubali basi bila shaka pale hawa wauaji wanifikie. Naendelea kutengeneza kikosi na hakika kabila la Wanatokugawa lazima tuwaangamiza wote. Nilikuambia hapa basi huyu jamaa anaapa kabisa yeye lazima ataazua vita zingine. Mwanzo kuna kabila fulani linajulikana kama vile Tokugawa na anadai hapa basi bila shaka pale yeye lazima aliweza kuliangamiza. Kumbe kati ya watu ambao wako hapa moja ni kijana wake. Kwa hivyo alimwambia hapa si dadi, hakuna haja ya kuendelesha vita. Na ile kadhalika basi watu wanaendelea kudedi. Yaani kijana wake hataki vita. Lakini Sanada anadai Wanatokugawa, kabila fulani kwa jina la Tokugawa, hapa basi lazima liweze kudidishwa. Tokugawa. Kijana wake alimwambia never. Vita si mzuri. Vita si mzuri. Mwanzo jambo lingine nataka ufahamishwe mtazamaji ni kwamba na kuwa eti huyu Sanada ni moja kati ya wale wachache zaidi vinara wa vita wamesalia. Na wakati ambapo vinara wengine wote waliuawa, hata yeye anajua ako next. Anajua pia yeye atakuja kuuawa. Na amekomboa kikosi kingine cha maninja bado. Kinajulikana kama vile Wakagasu Ninja. Unaona? Amekomboa wana Wakagasu Ninja.
Halikadhalika basi na kijana yake kwa jina la Yukimura. Yukimura hafurahishi na kikosi cha Wakagashu Ninja. Wakagashu Ninja hamfurahishi, mwanzo wanaongozwa na yule mama. Wakagashu Ninja wanaongozwa na yule mama. Mwanzo mama ni Wakagashu Ninja na amekombolewa na amechukuliwa na huyu mzee kwa jina la Sanada. Mwanzo Sanada ndiye kinara wa vita ambaye amesaria. Unaona? Sanada ndiye kinara wa vita ambaye amesaria na anajua ma-assassins wataanza kumfuata. Alituma hapa basi kijana wake. Alimtuma kijana wake kacheki venye situations review. Halikadhalika basi naye huyu ninja akasaria diseni kama hiyo. Huyu ninja ni wa kikosi cha Wakagashu Ninja. Wakagashu Ninja ni kikosi kidedri zaidi na ambacho pia kimejiunga na kikosi chake Sanada. Sasa umeona pia halikadhalika isitoshe basi jamaa kama vile Kembei baada ya mdozi wake kuuawa amekuja akajiunga na Sanada. Kwa hivyo kikosi chake Sanada sasa kina nguvu mbaya mbovu. Mwanzo kuna akina Wakagashu Ninja wako kwenye kile kikosi. Kembei pia na kikosi chake amejiunga kwa kile kikosi. Na Sanada naye ako na battalion army, kikosi kikubwa zaidi chake. Na ma-assassin, kati ya ma-assassins ambao wako manzi ni Azumi na Nagara. Na huku Nagara manzi ameumia mbavu. Nagara ameumia mbavu. Wa shalala. Na nikurudishe tu nyuma ni kwamba na kwa eti basi hichi kikosi chake na Azumi kilikuwa kimetengenezwa na mzee fulani alikuwa anajulikana kama vile Priest Tenkei. Ukumbuke kwenye sehemu ya kwanza Priest Tenkei ndiye alitengeneza hichi kikosi cha ma-assassins ili kuzuia kusiwahi tokea vita zingine. Na wakawa mission yao ni kuangamiza vinara. Sasa wameangamiza vinara wengi zaidi, lakini Sanada amesaria. Sanada yuko uhai na ana nguvu mbaya mbovu. Baada ya kujiunga na Tenkei, Rutikano basi akajiunga na Wakagashu Ninja. Kwa hivyo sasa ameharibika mbaya mbovu. Wakati ambapo naye Azumi alilala, alianza kukumbuka venye walichukuliwa wakuwa watoto wadogo. Azumi anakumbuka venye walichukuliwa wakuwa watoto wadogo. Zaidi anamkumbuka hapa basi bila shaka pale Nachi alikuwa boyfriend yake. Anakumbuka venye walikuwa wanacheza, venye walitrainiwa hapa basi bila shaka pale tangu utotoni mwao wakuwa watoto wadogo, walitrainiwa hapa basi pamoja, walichukuliwa kutoka sehemu mbalimbali, sehemu tofauti wakiwa watoto wadogo. Wakuchukuliwa hapa basi bila shaka pale na master kwa jina la Gesai akawachukua, akawatrain, akawafunza namna ya vita, na Azumi wakapendana sana na Nachi. Lakini mishoni yao ya kwanza kabisa walifahamishwa kila mtu amuue mtu ambaye anampenda sana tena zaidi. Mishoni yao ya kwanza kabla hapa basi wajanza mauaji, wakati tu wanamaliza kutrainiwa kuwa ma-assassins, mishoni yao ilikuwa ni kila mtu amuue ampendaye. Na hapo ndipo basi Azumi aliweza kumtambariza Nachi. Hii yote basi Azumi anakumbuka akiwa amelala. Alimuua mtu ambaye alikuwa anampenda zaidi. Alimuangamiza mtu ambaye yeye mwenyewe alimpenda zaidi. Mtu ambaye alikuwa anajulikana kama vile Nachi. Nachi alikuwa best yake Azumi, zaidi alikuwa boyfriend yake Azumi. Na Azumi ndiye alimuua Nachi. Mwanzo walifahamishwa, kama unataka kuwa kwenye hii mission, umuue yule mtu ambaye unampenda sana. Sasa Azumi alikosa otherwise. Haya yote anakumbuka. Richa na kuwarishi pamoja, wakalewa pamoja na wakatrainiwa pamoja. Lakini Azumi alikosa otherwise basi na ikabidi aweze kumtambariza Nachi. Mwanzo ilikuwa is a matter of kill or be killed. Amuue Nachi ama Nachi amuue. Hayo yote basi Azumi anayakumbuka. Haya yote Nachi ama Azumi anakumbuka venye alimuua Nachi. Azumi alimuua Nachi, Richa na kuwa hapa basi alikuwa boyfriend yake. Wa shalala. Anayakumbuka hapa basi Azumi venye alimkata mpaka kaamuka kwa ndoto yenye ilikuwa ni kukumbuka staili ya kuota. Huku Nagara amelala. Mwanzo Nagara aliweza kuwekwa injury kwa mbavu zake wakati walikuwa wanafuatwa na watu wake Kembei. Nagara aliwekwa injury. Hata hivyo hapa basi manze wetu aliweza kuamuka hapa basi wanahitaji msosi. Elewa, hawana pa kuenda, hawana pa kuishi, hawana watu wao, ni wao tu. Wao na wao tu.
hawana masudhi, hawana manyanye, hawana maguke, hawana mabrosire, hawana mabrasire, hawana masystem, hawana. Venye mtu anakuwa ati ako na dada yake, yani ile inaitwa kuwa na system. Hawana system, hawana yani madada. Ni wao tu. Wao tu. Maskini Azumi na Nagara. Kwa hivyo Azumi aliamua kuja hapa basi mtaani atafute msosi. Aliamua kuja mtaani atafute msosi. Na kwa hivyo akakuengelea. Nipatie mandazi mbili ya ugali. Haya, kafungiwa ndio hiyo mandazi mbili imepikwa na unga ya ugali. Aiyo. Arigato. Omatase. Lakini punde si punde kulikuingilia kikosi kingine. Cheki. Wololo yaye. Kulikuingilia kikosi kingine basi cha waharifu na ambao wadai kila mtu atoe pesa ambazo wako nazo. Wololo yaye. Kila mtu atoe pesa ambazo wako nazo. Fasta. Kila mtu achomoe pesa ambazo wako nazo. Ndiye huyu nani? Nyasiribwi. Ndiye huyu Nyasiribwi. Kila mtu atoe pesa ambazo wako nazo ama akufe mara that. Pesa na chakula, kila mtu fasta. Pesa na chakula, kila mtu chenye ako nacho. Naelewa Azumi yako hapa. Lakini Azumi alistuka. Mwanzo hapa basi kuna mzee mmoja alijijaza. Mimi naitwa Kemeaja. Kemeaja, dadira ginya kwaga ikemea uja. Kemeaja. Ate Kemeaja Kemeaja na dai ati yeye ni mdedri. Lakini alikatakatwa. Kemeaja kumalizwa. Azumi yako na hawa watu wako serious. Kwa hivyo sasa wengine watu wakatoa pesa fasta. Wengine watu wakatoa pesa. Wote wakatoa pesa fasta. Wewe weka pesa hapa. Unaona venye mtu anakatwa wavara heri kutoa chapa. Heri kutoa pesa speed. Cheki man. Heri kuchomoa pesa na yu. Heri kuchomoa pesa speed. Kwa hivyo walikuja kuchomoa pesa na yu. Speed. Chomoa pesa. Sasa walikuta Azumi. Sakura. Azumi akamwambia hebu toka. Sasa ndio Nyasiribwi. Nyasiribwi alikuja kumwambia kai. Wewe hata badala ya kutoa pesa wacha tukuongezee. Nyasiribwi alimnoki cheke maneno. Lakini punde si punde kulichomoka jamaa kwa jina la Kengoko. Kengoko anafanana na Nachi. Cheki. Nachi? Lakini huyu sio Nachi, huyu ni Kengoko. Huyu Nyasiribwi anasema huyu badala ya kutoa wacha tumpe. Kengoko akasema okay, wachane na huyu aende. Lakini manze anaona kama huyu ni Nachi kabisa. Anaona kama ni Nachi. Lakini sasa Kengoko alimwachilia Azumi aende juu ni msupu. Nyasiribwi na yeye anasema waongezee manze pesa kidogo juu ni msupu. Unaona walimnoki manze kwa hivyo manze hakuhandwa. Kengoko amefurahia lakini manze alichanga zake. Wewe Kengoko akamwambia Nyasiribwi wacha. Nyasiribwi miaka mingi hajaiona mrembo design kama hii. Lakini anaona urembo, anasahau kwamba na kuwa eti. Unaona? Anasahau kwamba na kuwa eti. Huyu manzi ni hatari kubwa. Alright. Sasa akina Nachi wanaishi ardhi zenye hizi. Yaani akina Kengoko. Kina Kengoko wanaishi ardhi zenye hizi. Kengoko. Unaona? Kengoko wanakaaga hapa. Lakini hapa basi Nyasiribwi alikuja kauliza Kengoko, kwa nini uliwachilia ukadem kaende badala tukabebe? Lakini Kengoko akamwambia sikiza, sisi sio wauaji. Tunajaribu tu kupatia watu walemavu chakula. Kijiji chetu ndio tunataka kusaidia. Unaona? Sisi tunaishi hapa kusaidia watu. Sisi tunaishi hapa basi kusaidia watu ambao wako na shida. Kumbe naye wakati manzi wetu alikuingilia alipata Nagara amevamiwa. Alipata watu wamejaa kwa maskani lao. Cheki maneno. Alipata watu wamejaa kwa kijiji chao. Lakini Nagara alimwambia stop it Azumi. These people are friendly. Wakamwambia sisi tumetoka kwa Priest Tenkai. Ukumbuke vizuri zaidi mtazamaji, Priest Tenkai ndiye alianzisha hichi kikosi haswa wakiwa na Master Gesai. Sasa Priest Tenkai ndiye ametumana akina Azumi watafutwe. Unaona?
Priest Tenkai ndiye ametumana hapa basi bila shaka pale akina Azumi watafutwe. Kwa hivyo Azumi waliamua badala ya kuishi peke yenu, kuja basi kuna kikosi kingine ambacho tunaweza tukajiunga nacho. Mbele kuna mharifu na ambaye lazima adedishwe. Na kwa hivyo hapa basi Nagara wako na Azumi walikuja kwa Priest Tenkai. 葬り去ったことで戦を避けることができたのだ。よくぞ使命を果たしてくれた。礼を言うぞ。まだ一人残っている。真田昌幸は。お前たちでは真田は撃てん。なんだって？真田は怪しき忍びを手に。 Ikasemekana hapa basi bila shaka pale lazima waweze kumuua nani? Sanada. Wakafahamishwa Sanada amekomboa Wanakagashu ninja. Na Wanakagashu ninja ni wadedri. Halikadhalika Tenkai ameshajiunga na wao. Lakini Tenkai alidai hapa basi kuna jamaa amebakia na ndiye huyo Sanada. Lazima tumwangamize. Lazima tuweze kumwangamiza ili kuzuia kusuwai tokea vita zingine. Lazima aweze kuuawa akufe kuu. Sanada Masayuki lazima akufe. Azumi alidai hapa basi hakuna shida. We have to complete our mission. Lazima tuweze kumwangamiza hapa basi bila shaka pale Sanada. Hata kama ni nini, Sanada Masayuki lazima adedishwe. Huku Priest Tenkai akamwambia kulingana na hicho kikosi wenda mtakufa. Lakini Azumi anamwambia sikiza. Tuliishi na watu wengi zaidi. Tuliishi na masoja ambao tuletiliwa tuko wasasini wengi zaidi. Hatuna wazazi na hatuna mbele wala nyuma. Na kwa hivyo hata tukikufa kwa ile mission, hatuogopi na hatuna wasiwasi. Mwanzo, we are assassins. We were born to kill or die. And we will never, ever, ever give up. Kwa hivyo kama ni kutafuta hapa basi Sanada, lazima tutatafuta yeye basi usiku na mchana. Priest Tenkai akamwambia basi ni sawa sawa. Ujue mimi ndiye nilianzisha hichi kikosi na mission yetu ni moja, kuzuia vita. Hakika tukimuua Sanada vita haitawahi tokea. Lakini kwa hiki kikosi chake Priest Tenkai kuna manzi wa kujitolea kwa jina la Ngozi. Ngozi alidai hapa basi yeye ataweza kujiunga na hawa watu awaonyeshe msitu wa kuelekea kule upande wa Kundo Mountain. Mwanzo aminika Sanada amejificha kule upande wa Kundo Mountain. Kumbe upande wa Kundo Mountain Priest Tenkai alikuwa ametuma wazee wake wakuje wachunguza pale ambapo Sanada amejificha. Lakini wakati wazee wake Priest Tenkai walifika hapa basi karibu na Kundo Mountain, walipata Wanakagashu ninjas wamewagojea. Cheki maneno. Wanakagashu ninja walikuwaga wamewagojea. Makosa. Wanakagashu ninja walianza kuvamia watu wake Priest Tenkai. Watu wake Priest Tenkai nao wamevalia kininja. Maskini. Wanakagashu ninja ni wadedri. Wanakagashu ninja ni wadedri. Woi, cheki venye wanafanywa sasa watu wake Priest Tenkai. Mwanzo ndiye huyu Gunyo ni moja kati ya Wanakagashu ninja na ni manzi wake Sanada kiongozi wa magaidi. Aliwamalizia watu wake Priest Tenkai. Maskini maninja wake Priest Tenkai walimalizwa na Wanakagashu ninjas. Hichi ni kikosi kidedri zaidi. Moyo unaenda live. Wao ni Wanakagashu ninjas na abana machinzo. Baada ya kuangamiza wale watu hapa basi sasa alirudi Gunyo. Yani kama angekuwa huku angeitwa Gunyere Mara, lakini sasa juu ako upande wa Japan, anaitwa Gunyo. Unaona Gunyo. Angekuwa pahali kama huku angeitwa Gunyere Mara, lakini sasa juu ako huko anaitwa Gunyo. Sasa mzee aliamua kumugudha ululu. Usione hata kamzee kamezeeka. Kalianza kumugudha ululu. Kamzee kalianza kumugudha ululu, washalala, manza kavua nguo zake huyu Gunyo. Akaanza kugudha ululu. Alianza kulia. Oi guy. Sijaisikia hivi. Oi siliji ya uchungu nalia juu ya utamu. Elwa mamanzi wanakuaga. Uraigwatia hau. Duteka nano njandonye. Nasikia vizuri sana oye. Ukitoka hapo nitalia. Usitoke oye nitalia. Na hata sasa bado ninalia.
Na hapo kona hivi. Oi, hapo sasa nipo nitazimia. Oi, wewe ni mkubwa. Wewe ni Janet. Hello manzi, wakati unamgudha ororo, kama mimi siku nyingine nilikuwa nagudha mwingine ororo. Nikasikia anasema, "Oi, afro ni hapo." Akaendelea kuniita afro. Dakika ya mwisho nisikia ameniita, "Oi mheshimiwa. Oi Barack Obama. Oi raisi. Oi prime minister." Aliniita majina yote we. Okay, tuchomoke ara zenye hizo tukuje kupata nani? Tukuje kupata sasa Ngozi. Ngozi anawaelekeza Azumi na Nagara kwa zile milima za Kundo Mountains. Alright, na jambo moja ningependa ufahamu ni kwamba na kwa eti huyu Ngozi alikuja tu akajitolea akasema mimi nataka kujiunga na kikosi cha Prince Tenkai. Huyu Ngozi sasa. Alright, basi Nagara na yeye basi ameanza kumnoki Ngozi. Ngozi waribishana na mzee fulani. Waligongana. Nini wewe msichana unanigonga hivi? Nataka nikukudhi ororo. Chuga sana. Kwani utafanya nini? Kuja nikukata makagari na nitupe. Aya wewe sasa walikuja. Wewe. Simkuja muone kamuni muone. Mimi nakataa mtu makagari na naipika kama motura. Aya, sikia venye watoto siku hizi wako na tabia baya. Aiso. Hebu tuingie kwenye territory zake sasa Sanada. Sanada ashatengeneza kikosi chake kidedre zaidi na hakika nataka kuangamiza Wanatutagawa clan, kabila la Wanatutagawa. Yokuzo kono Rokumonsen no moto ni atsumatte kureta. Naona? Halikadhalika basi alikuja akaita watu wa kikosi. Wanataka kuongeza watu kwenye kikosi chake. Kwa hivyo alikuja akapata mamoriomori wa mtaa ikiwemo watu kama vile Kengoko na kikosi chake akina Nyasiribi walikuja kaambua mtu wote mwenye anataka kuwa mwanajeshi wa kikosi chake General Sanada hapa basi akuja njiandikisha hapa. Omae tachi wa Masaeki-sama no inochi o nerau shikaku domo o uchi. Nero akina Kengoko hata venye uliona wakinyang'anya watu pesa hawanyang'anyi juu ati wanataka, ni shida zenye wako nazo. Kwa hivyo wakati Kengoko walipata habari ati hapa wanaweza pata kazi, wote akina Nyasiribi, wabe job tunakuwa wanajeshi, wakajiunga kwenye kikosi chake nani? General Sanada. Makosa. Lakini wakambo mishoni ni moja, kutafuta Azumi na Nagara. Hiyo ndio imefanya wapewe job na wakapewa dhahabu na almasi. Yani Golden Diamond. Sasa Kengoko alikuja hapa basi bila shaka pale akafahamisha wenzake yenyewe lazima afanye job. Na unaona mpaka Tenkai yako hapa. Tenkai yako hapa. Ama ukipenda hapa basi yani yule Kembei ndiye yako hapa. Kachira. Kembei yako kwenye kile kikosi. Sasa wali maboys wake Kengoko ilwa hao wanaishi kivyao, ni mamuriumurio, ni watu huenda basi wazazi wao waliuawa, watu ambao hawana mandugu, yani wakaamua kuishi, wakachukuana kwa street, wakaamua kuishi kama familia moja. Sasa wanakaga tu kivyao bila wasiwasi, bila kuwa na uhusiano na mtu yoyote. They live together, Rezwana. Na sasa hawajachukua ile job kwa sababu ati wanataka kuwa wanajeshi wake General Sanada. Wamepata ile job kwa sababu wanahitaji pesa na chakula kudishi. Lakini sasa Nyasiribwi akili zake zinafikiria tu kuhusu Azumi. Yako kadem niliona kakuwa kazuri. Anaangalia juu tu, anakumbuka nani? Anakumbuka Azumi. Nyasiribwi hajawahi ona manzi mrembo kama huyo kwa maisha yake. Sasa namwambia, we Kengoko, ulionaje hako kadem? Mimi? Kengoko kamwambia yenyewe, huyo manzi alikuwaga mrembo. Huyo dem alikuwaga mrembo kweli kweli. Mwambia nyewe ni kweli kabisa, huyo manzi alikuwaga mrembo kusema tu. Alikuwaga mrembo sana tena zaidi. Sasa usisahau akina Kengoko na kikosi cha watu wengine kama vile Kembei wametumwa kumtafuta Azumi na kikosi chake. Kwa hivyo punde si punde walizingilwa. Makosa. Nyasiribi akauliza, hawa ndio tunatumwa tuue? Kengoko akauliza, ni hawa ndio tunatumwa tuue? Akaambua ndio. Nyasiribi akasema hapana, ule dem mimi siwezi taka mtu akimguza. Gojeni. Sasa Kengoko na Nyasiribi wamemnoka. Sasa huyu kujam Kengoko
alimuonya yule jamaa nyang'anywa kichwa live zaidi kwanza, yani mkono. Kengo kwa akasema mugoje kwanza, mugoje kwanza. Kengo kwa alikuja huko na Nyasiribu. Kulingana na urembo mwenye udemu wako naye tumegeuka. Badala ya kuwa hawa wauaji, tunaua hawa watu wenye sio wenzetu. Bas, tuua maninja. Sasa kwanza Nyasiribu ndiye alitangulia. Tunaua maninja. Hawa watu hata sura zao hazionekani. Bas. Sasa kikosi cha kina Kengoko wakaamua kuprotect akina Azumi juu tu ya urembo wake Azumi. Shisha chiki maneno, ndio unasikia ukizaliwa basi ukuwa mrembo, basi wewe una bahati. Maneno. Sasa kikosi chake Kengoko kiwasaidie akina Nagara na Azumi. Shisha Nagara na Azumi. Kwanza Nyasiribu hataki mchezo. Wewe kademu kau, mnataka kuua bobo, mnataka kuua kademu, hataki mchezo. Sasa naye haba si Ngozi ndiye huyu. Ngozi Nagara anamprotect. Na wakina Nyasiribu venye maninja wanaonyeshwa hapa. Erwa sasa hichi ni kikosi chenye kinauawa, ni kikosi chake Kembei. Kikosi chake Kembei. Toka. Kengo kwa nawaambia mimi sina haja tina kufuatia mtu kazi. Nilikuwa na haja na pesa. Mishale ikaanza kurushwa. Watu wake Kembei walianza kutumia mabunduki. Walianza kutumia bunduki. Cheki mani. Na hapa mtazamaji nataka utazame. Ngozi akachukua mishale. Unaona? Ngozi akachukua mishale. Nyasiribu ni kukata. Unacheza na demu mrembo. Nyasiribu yeye anapigana tu jeure demu. Mmoja wake na Nyasiribu aridedishwa stara kama hiyo. Azumi na ndiye huyu, basi hakuna cha kuwaweka. Azumi hamna cha kuwaweka. Nyasiribu mwenyewe abana kiza. Sasa cheki, Ngozi alichukua hapa basi mishare. Cheki maneno. Watu wake Kengoko maskini wa Mungu pia wao wanatambarizwa. Vita hapa sasa ni deadly zaidi. Azumi uko wapi saidia? Kaitoa maneno yoyo basi wako watatu. Huku Nagara kwa upande wa juu. Nagara kwa upande wa juu na wateremsha watu wake Kembei. Kidogo cheki mishale. Unaona? Huo mshale uangalie unalenga nani. Tazama. Ule mshale tazama unalenga nani. Lakini kidogo ukapata. Wewe nimekusaidia. Huyo manzi nani? Dugo radha mpenzi mtazamaji, umtazame vizuri sana huyo Ngozi. Huku nako ni kitanzi. Manzi wetu chomoka. Asante sana wa kuona Nyasiribu. Washalala. Nyasiribu anapigana hii yote juu ya venye amemwona yule manzi akampenda. Walele yeye. Nyasiribu hataki mchezo. Mwira ni gomora mno. Nitawamaliza sana juu ya huyu demu. Wazi taki mchezo. Azumi. Maelfu na maelfu ya masuja wake Kembei wakatambarizwa. Kinana wa kile kikosi akasaria. Bash. Azumi akaamua kukabidhiana na yeye sasa life. Azumi akaamua kukabidhiana sasa na yeye life. Cheki maneno shisha. Wewe lazima ni shetani. Nimepigana na watu wengi na sijajiona manzi mdedri namna hiyo. Azumi akamwambia na bado hiyo ni kionjo na kuonjesha nani. Nimekuonjesha vita yangu mwanzo nikatoa yote, utakuja kukipata chiamtia makuni. Azumi kila mtu akakaa chonjo sasa. Nyasiribu yako parote kando ajione venye Azumi atamfanyia yule jamaa. Lakini Azumi upande wa uswadi ni nani? Miss katwa mkono, katwa matumbo live and direct. Best Karash kwisha maneno. Vunja damu stara kama hiyo kudedishwa. Kengoko Nyasiribu wamewasaidia akina Azumi na Nagara. Nyasiribu anakuja anasema hatuwezi taka mchezo kama hiyo. Watu wanataka kuwaua, wanawaua namna gani? Kengoko
Lakini Nagara akaona pia Kengoku anakaa kama Nachi. Unaona? Kengoku anakaa kama Nachi. Lakini inyo watu hufanana. Huenda babake Nachi alikuwa ametembea pande hii kwa kina Kengoku. Hilo ni kawaida wanaume kutembea sehemu mbalimbali. Juu hiyo ni laana waliachiwa na Mungu. Mungu alisema wanaume tabeeni muzae mujaze dunia ulimwengu. Unaona? Tabeeni muzae mjaze ulimwengu. Jinsi ndivyo wamefurahia. Acha niwaambie huku ndio tunakaaga sasa. Na hii ni familia yao. Pesa wakipata wanakuja wanadishi pamoja. Hawauagi mtu. Juu hata yule mzee walijifanya ati wamemuua, yule Kemei alikuwaga mmoja wao ni kujifanya alijifanya mididi na ajadidi. Yani they don't kill for nothing. They fight for their life. Hata wakinyang'anya watu kule mtaani, hizo pesa wanaleteaga hapa. Mwanzo hapa ndipo kuna kina mama, wazee, wakongwe, mayatima na watu sambureyo. Watoto wanakaaga hapa. Na ngozi yako hapa akaona Kengoku. Wao kwa wanaume wanaenda kutafuta pesa, wanaletea watu kwa hichi kijiji. Mwanzo watu kwa hichi kijiji wana shida kweli kweli. Tazama. Kingaku, dare ja soitsura? Ore no nakama da. Konna hinnegi tsurashita yatsura ga. Sasa mama fulani anauliza Kengoku, mpaka manzi mrembo kama huyu ni muuaji? Akaambiwa sasa huyu hata sio kuua, huyu ni kumalizana, anamalizaga. Hoi, kasupu kama haka pia kanaua watu. Mimi ni nyanya mzee, lakini urembo kama huyu sijawaiona. Lakini Nagara akamwambia sisi ni wauaji. Tunaua ili kuzuia vita zisiwahi tokea tena. Mwanzo vita zenye zilitokea hapo awali ndizo zilifanya watu kama hawa watoto wakae wakiwa hawana wazazi, yani mayatima. Tunapigana kuzuia kusiwahi tokea vita zingine. Nagara aliambiwa wewe tulia. Nagara akamwambia manzi hapana, hatuwezi kaa pahali kama hapa. Hawa watu wanakaa wapumzike wasaidiwe. Lakini sisi tunaua ili kuzuia vita. Huku Kengoku alimwambia Azumi, enyewe nyinyi ni wauaji na sisi ni watu wa kawaida. Tunatafuta pesa kusaidia watu kama hawa. Kwa hivyo iwapo mtaona hamwezi ishi na sisi, mko huru, mnaweza tamburuka. Mwanzo we are two different people from two different world. Yani sisi ni watu tofauti sana. Nyinyi mnaua kuzuia vita, lakini sisi tunatafuta pesa kulisha watoto na kina mama kama hawa. Hivyo ndivyo tunafanya. Lile jambo alimfurahisha Nagara. Nyasiribi anafurahia. So unaona namna gani? Nimekuja na kadem. Oh, Soso naye bado anazaa. Na anatafuta sana kwanza azae wanaume. Ili kupigania hapa basi hili kabila la Wanatutagawa. Mwanzo Wanatutagawa ndio wanataka kumalizwa. Mwanzo sehemu hii kuna makabila wawili tu. Sasa kabila moja lina nguvu, kabila lingine basi ni la Wanatutagawa. Sasa Wanatutagawa ni watu wachache. Na hapa basi watu kama vile kina Sanada wanataka wawamalize ili wachukue shamba zote na mali zao. Wow, makosa. Sasa waliendelea kupolea pale kwa kile kijiji, lakini Nagara hataki. Nagara hataki kuendelea kupolea ardhi zenye hizi. Nagara na Daineva, hatuwezi tukaishi maisha kama haya. We have a mission to accomplish. Lazima tuangamize Mr. Sanada. Hatuwezi tukapolea hapa. こうやって一生懸命子供を育ててもいつかあんたみたいなやつに切られちまう。俺たちは戦をなくしたいんだ。こんな親のいない。 Azumi na wambinaona sisi tunawaua vinara wa vita ili kuzuia kusiwahi tokea ama kupatikane vita zingine. Ndio sababu tunawaangamiza vinara wa vita. Vinara wa vita tukishawaangamiza wote, hakuna siku vita itawahi tokea. Na sasa tumesalia na kinara moja tu. Nagara die this bullshit. Ngozi, Azumi, twende. Hatuwezi kaa hapa tunalala, na we have a mission to accomplish. Nagara alimwambia Azumi tuchomoke twende. Tutaishije hapa na watoto na kina mama? Tunawasaidia na nini?
lazima tukaangamize vinara wa vita ili kuzuia kesho na kesho kutwa kusija kukawa na mayatima tena, kusija kukawa na watoto yani ambao hawana wazazi. Aisuru enyewe Azumi alicheka kwa kweli, mission is the king, lazima wachomoke ili hapa basi waweze one day one time kwa accomplish their mission ili kuzuia kusowai tokea vita ingine. Oh, Nyasiribwi naye amelala. Upaya wa Nyasiribwi ni wale watu wanalalaga anaota. Nyasiribwi analalaga anaota akipika chapati. Anaenda anachukua unga, anatengeneza, anachukua mafuta, anaakisha jiko ya makaa. Akuwa amelala na anapika chapati na anaweka kwa kabati. Huyu Nyasiribwi na saa hiyo amelala. Ni kuota anaota. Nyasiribwi hiyo ni mtu analalaga namna hiyo, mumwangalie sana. Siku ingine alilala ati ameenda kwa choo, badala alale aote akienda kwa choo aende kwa choo. Akaota ati kabati ni choo. Nyasiribwi akaingia kwa kabati na akakunia. Unaona? Na sasa ati juu alikuwa anaota akiwa kwa choo ya kukalia, sasa anakalia sufuria vizuri. Unaona? Alafu anachukua maji glass anamwagilia ati ni kufresh. Huyo Nyasiribwi. Sasa ni mtu analalaga sana, anaota sana. Upande wa Wanakagashu ninja ndio hawa Sham. Wanakagashu ninja walipata habari kwamba na kuita kikosi chake Kembei kimevamiwa na wale assassins. Kwa hivyo Wanakagashu wakatumwa kwamba na kuwa eti lazima watafute akina Azumi na wawatambarize. Bali na kuangamiza akina Azumi, lazima waangamize. Wanakagashu ninja wameapa lazima watamuangamiza Priest Tenkai. Kwa hivyo hapa basi kikosi chote ndicho hichi chake Sanada. Na waliamua kutoka kule kwa milima hapa basi kule kwa Kundos Mountain, waliamua kuchomoka kwa Kundos Mountain. Ndio hawa sasa. Wamechomoka kwa Kundos Mountain. Ndiye huyu kiongozi wao hapa basi Mr. Sanada. Ana kikosi kikubwa zaidi ndicho hicho. Unaona? Alikuwa anaishi kwa Kundos Mountain, sasa amechomoka. Sasa mabeste wake Kengoku waliwaona. Wakati waliona hichi kikosi wakajua basi manzi ni vita ingine inatayarishwa. Unataka kumaliza wanatutagawa. Kwa hivyo kikosi chake mabeste wake Kengoku wakaamua kwenda kuambia Kengoku kwamba na kuwa eti Sanada amechomoka kwa milima ya Kundoza. Wakati huo basi nao hawa wanaelekea kule kwa Kundos Mountain. Unaona? Wanaelekea kwa Kundos Mountain. Huko sasa huyu mwanza alimuuliza Nagara, mtu anaweza piga mshare namna gani? Akaambiwa kwa step 8 huwezi pigwa mshare. Ukuwa step 8 unaweza kamata mshare. Hebu jaribu sasa, naambia Ngozi. Ngozi alimuuliza, ukitaka kupiga mtu mshare unaweza mpiga kwa umbali gani? Sasa kamwambia uko umbali wa steps 8 huwezi nipata na mshare. Hebu jaribu. Na mtazamaji umcheki sana huyo Ngozi. Ngozi alichukua mshare. Na nikujaribu kama Nagara anaweza hapa basi kamata mshare. Cheki. Alafu cheki design hiyo mshare inatupwa, uniambie kama ni mazoezi. Tazama, Nagara yuko chonjo. Cheki. Akakamata, mpaka mazi alistuka. Unaona? Hiyo ni micheko bandia. Lakini akamwambia ingekuwa ni step kama 5 ama 6, singeweza kukamata. Naona? Na Nagara akachomoka. Ngozi walimtoa kwa kikosi, walimtoa kwenye territory zao, yani territory zake Prince Tenkai, ili awaonyeshe Kundos Mountain. Mwanzo wao hawajui Kundos Mountain. Okay, Kundos Mountain ndizo hizi. Lakini elewa already General Sanada Masayuki ameshachomoka kwa Kundos Mountain. Na kwenye anaenda hamna mtu anajua. Alright. Umtazame sana huyo Ngozi. Ndugu brother mpenzi mtazamaji, umcheki sana huyu Ngozi. Sasa walikuja kuteka maji ya kunywa. Unaona? Walikuja kuteka maji ya kunywa. Sasa Ngozi akamuuliza Nagara, "Je, unakuwa umemnoki Azumi?" Ate? ずっと二人で旅して何もないの？
何言ってんだよ。 lakini alimwambia hapana, Azumi ni kama dadangu. なんとも思ってないんだね。 Uko na hakika humpendi ati hata ukapata yani akakuja akakwambia umuonje uwezi? Kamwambia hapana, namchukua kama dadangu, nampenda sana kama dadangu. She is just a friend. だから俺が仲間に変わってあず Kwa nini unauliza? Kwa nini unauliza? Manza kamwambia ni juu mimi nakupenda sana na naona Azumi anapenda Kengoko. Sasa situache Azumi wakae na Kengoko na mimi twende na wewe. Juu mimi kweli ninakupenda moyoni mwangu, lakini nikiona Azumi akuwa karibu na sisi nasikia vibaya. Si mimi naweza taka tukue tu na wewe alafu Azumi tumwachie Kengoko. Juu ninakupenda. Na venye tunakaa ndivyo nasikia nikiendelea kukupenda. Naona mimi hata tukua na wewe kabla sijaoga nasikiaga nikuwa msafi. Na Azumi kila wakati anasema anaona kama Kengoko ni nachi. Sasa unaonaje my dear? Situache Azumi twende na wewe. Tuachie Azumi Kengoko. Ai, come on, si unanipenda? Unajua mimi hata nikikuona hivi nasikia nini, nyonyo zangu ni kama zinakuwa mawe. Hiyo sasa ni kumaanisha nini? Nasikiaga watu wakisema ati nyonyozi ikikuwa kama mawe ni gedhinyaku. Gedhinyaku nao ndio nini? Mbona sio gedhinyanyao? Ni hizo zote zinamaanisha the same. Yaani sasa kwa ufupi Ngozi akamuingiza box Nagara. Sasa na wakina Azumi walikuja kuambiwa na Kengoko Sanada Masayuki amechomoka kwa Kundos Mountain. What? Hayuko kwa Kundos Mountain, amechomoka. It's empty. Watu wetu wamemuona akichomoka. Manza kadai hapana, lazima mimi niende niangalie. Akamuona Kengoko, niamini. Kwa nini hapa basi hiyo mission ni important kwako namna hiyo? Kengoko akamwambia basi bila shaka pale Nagara sikiza. Jamaa Sanada amechomoka kwa hizo milima. どうせ戦はなくなら。 Okay, lakini kama mnataka tu kwenda vita, ni sawa sawa, nyinyi nendeni. Mimi hoja yangu kubwa ni kuwatunza na kuwachunga hawa watoto. Azumi, mbona usikuje ujiunge na sisi? Tuangalie hawa watu na tuwaekee ulinzi. Kwa nini mission? Hii mission tu ndio unaongea kuhusu mission. Kuja tu, hebu angalia mtu kama Nyasiribwi. Anakuonaga kuwa na njaa, anashiba. Akitoka kwa choo hivi kukunia, akuone tena anasikia kurudi kwa choo akakunia. Kwa sababu anakupenda. Kuja tu tukae na mtu, tuwekee watoto na hawa kina mama ulinzi. Azumi alikataa. Naelewa sasa, hapa basi yeye anasema anaenda kwa zile Mount Kundos, kwa milima za Kundos kutafuta Sanada. Lakini Nagara alimuita. Naelewa sasa naye Nagara ashadanganywa na Ngozi eti wamwache Azumi. Alimwambia Azumi, hata mimi nimechoka. Sikia venye unaambiwa na Kengoko. Ai, Nagara wacha mchezo. You know the mission is the king. Mission kitu gani? Nataka kuishi na Ngozi. Twende tukapendane. Sasa mimi ni mtu mkubwa, niko na almost miaka 30. Sijui gedhinyaku ni nini, sijui kugudhana ororo ni nini. Chenye najua tu ati ni mambo tu ya vita. Hata mimi naweza taka kusikia hivyo watu wanasemaga ati unasikia vizuri, unasikia kama uko binguni. Na hapa nimepata mtu. Wewe na wewe kaa na Kengoko. Kwa nini unafikiria namna hiyo? Hapana. Kwanza ni vibaya sana. Wewe kaa na Kengoko, mpendane, muishi na yeye. Nagara unasahau mission yetu ni nini? Sitaki kujua mambo ya mission. Mimi saa ile kitu tunafikiria ni kusikia mzuri. Saa hii Ngozi ameniambia ati kuna kitu naitaka kusikia mzuri, mimi sijui. Kaa na Kengoko. Huyo manza akijaribu anifuate utaona moto. Wacha kuniwacha Nagara. Kaa na Kengoko. Wewe ni kama asistangu, kaa na Kengoko. Na wewe Kengoko, huyo demo akijaribu kunifuata utaona moto. Kaa na Kengoko. Mimi na Ngozi tunaenda kusikia vizuri. We, umesikia amri? Ati ukimfuata nitaona moto. Na sitaki kuona moto. Tukae hapa, wamependana wacha waende. Hata sisi tukuwa na Nyasiribi hapa tunakupenda.
Hebu angalia Nyasiribi sahi. Ameongeza kilo. Juu ya wewe kuwa tu utabakia na sisi. Yenyewe nimeongeza kilo. Nyasiribi amefurahia. Nyasiribi kuona ati Azumi amebakia hapa. Nyasiribi alifurahia zaidi. Lakini Azumi alimwambia mimi ni mtu tofauti sana kwenyu. Sijui kama mnaweza kunistahimili. Maisha yangu na design yangu na mambo yangu ya kimaisha ni tofauti kabisa. Kwa hivyo muache niende Kundo's Mountain. Nyasiribi alikasirika. Okay, kama unataka kwenda basi nenda. Nyasiribi anasikia kulia na masikio. Yaani vyo pio kabisa. Na ni wewe pia uliagwadete, niende ta Nyasiribi. Na unajua venye nakupenda hakika. Alafu unatoka unaenda. Sasa Nyasiribi alidai watamfuata. Kwa hivyo Nyasiribi walimfuata Azumi. Mwanzo Azumi anadai lazima aende kwa Kundo's Mountain. Na nishakufahamisha Ngozi sio manze wa kuaminika. Enyewe wanaume tuna shida nyingi zaidi juu ya kufuata wanawake. Unaona? Juu ya kufuata wanawake. Wakati Mungu aliumba Adam na Eve, Mungu akasema tuumbe mtu. Aliambia wakati watu, wanawa Mungu alisema tuumbe mtu kwa mfano wetu. Wenye walikuwa hapo ni watu kama Yesu Kristo, kulikuwa na watu kama Maraika, kulikuwa na watu kama DJ Afro. Mungu akasema tuumbe mtu kwa mfano wetu, akaumba mtu. Nanyo nyinyi wanadamu mkakosa kutoshika, mkatengenezwa mwanamke. Mwanamke ni kumaanisha hatari kubwa. Cheki hiyo sura. Inatisha. Alichukua mshare. Cheki. Inagara. Maskini wa Mungu Nagara. Rio yako karibu ya moyo tudhu. Hiyo ndio ilikuwa sababu kubwa ya kumwambia Nagara awachane na Azumi. Oyeyai. Nagara hakuamini. Rohari tu walidanganywa, akaambiwa hapa basi atakuja twenda ninakupenda nikakusikiza vizuri. Hivyo ndivyo aliweza kudedishwa. Vizuri ni uchungu. Badala asikizwe vizuri, manzi alisikizwa uchungu. Oyeyai. Ngozi akamwambia mimi ni ninja kutoka kwa Wanakagashu ninja. Na nilitumwa nikuwa msichana mdogo nikuje nichunguza hichi kikosi ili one time niweze kuangamiza maasasini kama nyinyi. Sio kwa mapenzi yangu, but ni mission yangu. Ni kazi yangu, ni mishoni yangu kukuangamiza wewe, Azumi na Pristen Kai. Sikuwahi kukupenda, lakini jua ni mjinga ukaniamini. Kai, yani Nagara hakuamini. Ndio nakwambia ndugu brother mpenzi mtazamaji, wanawake wako design kama hiyo. Oyeyai. Venye tu juzi Delila alimfanya Samson, hivyo ndivyo tu Nagara amefanyiwa. Ule mshari umemwingia kwa moyo. Kisha cheki. Jaribu kujitetea Nagara na akona mshale kwa moyo wake. Maskini Nagara. Akona mshale kwa moyo. Na manze Ngozi hana huruma. Tazama. Hana huruma yoyote ile. Hana huruma. Alimuongezea makali. Akamkata. Kwa nini unifanya hivi? Kwa nini? Why? Kwa nini unanifanyia kitendo kama hiki? Mission is the king. Manza alimwambia mission is the king. Alimkata. Akamtambariza. Nagara. Alikumbuka Azumi. Azumi. Oye. Heli wewe unipenda kama dadangu. Huyo amenitambariza. Enyewe nyinyi wanawake, Mungu hatawahi wasamehea. Mungu hatawahi wasamehea hakika kwa mambo ambayo mnatufanyaga. Naona? Kwa mambo ambayo nyinyi wanawake mnatufanyaga. Na sio huyo tu, uliona juzi siku ingine Mobadha
nini, mtu alikatwa makagari na demu anakana sio yeye. Hata mimi demu mwingine alinifanyia hivyo. Akaniambia oi, wacha ni ati nikukuromance, nikukupenda. Akauma makagari yangu na mdomo nikatoka na yote. Hata ni Mungu tu nilienda Loliodo juzi. Sasa na mimi nikaharakika, nikaweka nini, nikaweka pad hapo, nikafunika na pad. Alafu nikakibia Loliodo. Nikaenda Loliodo na makagari yangu, nikashikilia, nikapewa kikombe ya nini ya dawa, kukunywa makagari kajishikilia. Kama sio Loliodo, mimi ningekuwa makagari less. Lakini nikaenda Loliodo, nikapewa nini, maji kule Loliodo Tanzania, nikapewa nini hiyo maji nikakunywa. Nilikuwa nimeshikilia makagari ikapona mara hiyo. Hata mimi ningekuwa makagari less kama sio Loliodo. Loliodo hii mnasikia Loliodo, huko ndio makagari yangu ilirudia huko. Very bad. Haya sasa Azumi na yeye ndiye huyu basi bado anafuatwa. Mwanzo Nyasiribi ameapa penye ambapo Azumi ataenda ndipo ataenda. Sasa Azumi alifika kwa Kunduz Mountain. Lakini upande wa Kunduz Mountain Wanakagashu ninja walikuwa wametumwa wagojea kina Azumi. Wanakagashu ninja walikuwa gara zenye wizi. Zaidi huyu ni masenari wa kikosi cha Wanakagashu ninja. Chunga sana Azumi. Chunga sana manzi Azumi. Chunga sana Azumi wewe. Azumi. Wewe. Azumi. Washalala. Yuaitwa Azumi. Na uchunge sana hili jitu wa bana machezo. Na hapa basi upande wa Ravash bado wanakuingilia. Azumi. Okay, tutapatana wakati mwingine. Watu wamekuwa wengi. Chungeni mishare. Tutapatana wakati mwingine. Na moja kati ya Wanakagashu mercenaries akatamburuka. Aish. Hapa ndipo manjari jua sasa manzi Tikoseo. Sio kuzuri hata kidogo. Kengo kwa kamwambia unaona, hizi ndizo Kunduz Mountain na Sanada hayupo. Kwa nini huku tuamini? Manza kamwambia hapana. Lazima niweze hapa basi kwa accomplish mission. Kumbe ripoti pia ilimfikia Priest Tenkai kwamba na kweti Sanada ametoka kwa Kunduz Mountain. Na as long as ametoka kwa Kunduz Mountain, maisha ya mtu kama Priest Tenkai iko hatarini. Juu najua kikosi cha Sanada kinaweza ingia anytime na kiwavamie. Kwa hivyo the best thing they can do ni kuchomoka ara zenye uhizi na kutamboroka. Tenkai-samaをお守りするのが我らの役目。見捨てろというのだな。Lazima tuchomoke hapa Priest Tenkai. Lazima tusahau basi na watu wakina Azumi. Mwanzo the more ama vinye tu tutaendelea kupolea hapa ndivyo ambavyo Sanada anakaribia. Na vinye ambavyo Sanada anakaribia ndivyo ambavyo basi atakuja kutuangamiza. Kwa hivyo heri tuchomoke. Nikawa ndivyo hivyo sasa waliapa kuchomoka. Waliapa watachomoka ara zenye wizi waishie. Ala, kumbe nao hawa kufika ara hizi waliona kikosi mzima chake Sanada kikichukua orders. Nini kikosi chake Sanada kina nguvu. Mwanzo kina Wanakagashu ninja. Kiko na Wanakagashu ninja wako ndani ya kikosi chake Sanada. Rotikando pia wako wale Wanakagashu ninja za. Harakadharika Kembei kikosi chake kiko hapa. Haya, Nyasiribi akavuta bangi moja mrefu kabisa. Nyasiribi akavuta bangi mbaya mbovu. Kitaka natte ze. Waku waku shikita zo. Hondo iku ze. Abura mo na saigo ni kita Masaka senpai. Huku hapa basi Kingo kwa alikuja kubonga na jamaa wetu. Yaani na manzi wetu Azumi. Azumi akamwambia unajua nilikuwa na rafiki mwenye alifanana kama wewe sana. Mulifanana sana, alikuwa anaitwa Nachi. Nachi? Jua baba yangu nasikia alikuwa gadhege. Yaani baba yangu alipenda kutembelea wanawake tofauti. So tunaweza kuwa tunafanana. Kama mbona unajua Nachi alienda wapi? Alikufa. Na mimi nilimuua.
Haya, ukamuua rafiki yako. Tutaongea hiyo maneno siku nyingine. Unawezaje uua rafiki yako? Sasa mpaka hapa Zikengo kwa alishindwa. Ni unaona basi bila shaka pale kwenye territory zake hapa basi bila shaka pale Sanada ni wakati masuja wanapewa maposition. Kila watu wanaambiwa ile kazi wataenda kufanya. Unaona? Ni wakati wanapewa maposition huko wakifahamishwa watafanya nini na nini na nini na nini na nini. Haya Tenkai wa Fukuro no nezumi. Tenkai lazima akufe. Ikasemekana hakuna kupoteza wakati mwingine. Baka Wanakagashu Ninja wakapatiwa habari kibarua chao kitakuwa ni kuangamiza akina Azumi. Kikosi kingine pia kikatumwa kiangamize Priest Tenkai. Kwa hivyo Priest Tenkai uchunge mwanzo already umetumiwa kikosi kije kuangamize. Priest Tenkai na walinzi wake maninja kadha wa kadha wa kumwekea ulinzi. Priest Tenkai. Chunga. Kwanza wenye walitumwa ni Wanakagashu Ninjas. Makosa. Wanakagashu Ninjas wale kuingilia. Na sasa hawa ni wadidri. Hawa ni wanoma. Hawa manzini wadidri. Chukua kombora. Chungeni hizo ni makombora. Walelelele. Ripiwa kadha watu wake basi Priest Tenkai. Watu wake kadha wa kadha ripori wadisene kama hiyo maskini wa Mungu. Na akona uswadi mwingine ambao ni hatari. Priest Tenkai maskini wa Mungu sasa wekewe protection. Maninja wa Wanakagashu Ninja sasa ndio hawa wamekuingilia. Unaona? Hawa ni maninja wake Wakakagashu Ninja. Wenye wamevalia black ni wake Priest Tenkai. Hawa maninja wengine ni Wanakagashu Ninja. Na huyu akona uswadi anautuma. Cheki maneno. Akona uswadi wenye anautuma unakuja unakuangamiza. Huyo tambarizwa. Maskini wa Mungu. Mwingine ninja wake Priest Tenkai malizwa. Huyu kumbe wakati alipatwa alijeruhiwa hakudedi. Bash. Oye. Hawa wanatoroka mwanzo jitu limeharibika hili. Kuona wanatoroka anautupa uswadi wake. Cheki. Anautuma ule uswadi wake uende ukamalize mtu. Cheki. Unakata mpaka mti. Ni kumaanisha umetiwa makali vibaya zaidi. Unaenda alafu unarejea pahali alipo. Ule uswadi. Unaenda na kisha unarejea pahali jamaa alipo. Cheki maneno. Ekemonda. Endongani. Huyu ni Kemoda sasa. Uswadi. Unakata watu diseni kama hiyo. Ule uswadi shisha. Unakata mtu diseni kama hiyo. Unamtambariza. Cheki. Kemoda. Ashalala. Aliendelea bado basi Rosha Kapara kutambaa akifuata Priest Tenkai aweze kumtambariza. Kubaishi naye Azumi ndiye huyu. Na vikosi ni mingi arazo nyamwiza. Azumi ndiye huyu chunga. Vikosi zake hapa basi General Sanada Masayuki. Washalala. Priest Tenkai awekewa ulinzi mwanzo sasa huyu ndiye kinara mkubwa wa kuzuia vita zisiwahi tokea na hapa basi Wanakagashu Ninja wameapa kuangamiza. Wanataka kumwangamiza. Mzee wetu Priest Tenkai. Priest Tenkai wekewa ulinzi na wazee wake. Ashalala hakubishi ni kitanzi vita kari dedri sana raizi. Kemoda kafika. Kemoda ndiye huyo. Moja kati ya wasiari cheki akaona kabisa ule uswadi utatamaliza Priest Tenkai. Kwa hivyo aliruka akaukamata ule uswadi. Ukamdunga naye akaukamata. Priest Tenkai endelea kuhepa. Welele yai. Priest Tenkai endelea kuhepa. Manzindi ni ya kuhepa. Mwanzo jitu lenyewe ndilo inishesha. Aish na kuchomoa uswadi tazama. Kuchomoa ule uswadi. Makusha.
makosa tena makosa makubwa zaidi. Aish, wow, makosa. Sasa harakadhalika basi aliendelea kutambaa. Cheki, aliendelea kutambaa. Walalalalala, Prestenkai, maninja wako wengi. Vita zimechacha. Kemoda akatokea ndiye huyo. Wow. Lakini right on time alikuingilia nani? Kwanza rusha makombola. Azumi. Azumi amekuingilia na mchunge mwanzo jitu kuna makombora bash. Azumi amekuingilia shisha. Azumi amekuingilia na kikosi chake. Azumi na kina Kengoko. Akina Kengoko. Nyasiribwi. Asante sana mani Nyasiribwi mwenyewe. Nyasiribwi na Kemoda. Makosa. Kemoda. Nyasiribwi maskini wa Mungu. Nyasiribwi chunga. Huyo kichwa kimeenda live and direct. Kengoko. Anamuita hapa basi mwenzake kuja wasaidiane. Kengoko anaambia mama ninja wake basi bila shaka para Prestenkai kuwa basi wao wako pamoja, lakini wale wengine watambarizwe. Azumi. Kata huyo. Azumi na Kemoda. Sasa Nyasiribwi alikatwa mkono akikuja kusaidia Azumi. Dunga jicho. Santa sana Azumi. Santa sana Azumi. Na Nyasiribwi amekatwa mkono maskini wa Mungu. Nyasiribwi amekatwa, jamaa alichukua jicho akaweka kwa mfuko. Leo ni ngo ya adha ige. Nyasiribwi akakasirika. Unanikata mkono hii. Wei. Ukanikata mkono hii. Akiangalia utapenda. Nyasiribwi sasa. Chukua. Aya, wewe hii sio mkate. Into pieces. Kemoda. Endungani. Kwisha maneno. Mwenzake hakuamini kuona Kemoda amededishwa. Hakuwahi dhani kuna mtu anaweza tambariza Kemoda. Mwenzake kwa jina la Spiderman hakuamini kuona Kemoda ametambarizwa. Sasa wakati Kemoda alidedishwa basi na wengine maninja wakadedishwa, wengine walihepa kama vile Spiderman wanakagashu ninja walihepa. Na Nyasiribwi ndio huyo. Akadai yenyewe kuzaliwa ni one day, hakika na kukufa ni another day. Nilizaliwa siku moja basi kama ni one day, na nitakufa leo basi it's another day. Alimwambia Kengoko, wacha nikwambie, mimi najua naenda mbinguni live and direct. Najua nitaenda kuonana na Nuhu na Mordekai live and direct. Ile kitu iko, nataka tukuguza sura ya Azumi. Nyasiribwi kamwambia Azumi, nataka tu nikuguze. Mwanzo kuguza urembo wako, naenda mbinguni live and direct. Kukuguza tunasikia vizuri. Kai. Mungu wangu. Tuacha tu nikifika mbinguni nitupate tumrembo kama utu 12. Kai. Nasikia kukaa hapa duniani juu urembo wako. Mwanza kamwambia kaa tu Nyasiribwi. Asa. Naona milango ya mbinguni imefunguka. Naona chura zikirukaruka zikinikujia. Naona inzi na umbu zikikuja. Huo ni ufalme wa kwenye naenda. Kwaherini. Nyasiribwi kwisha maneno. Oye yae Nyasiribwi. Ololo yae Nyasiribwi kwisha maneno. Hakika wangefanya nini sasa wala wangetenda nini? Nyasiribwi tayari kwisha maneno. Sasa hatimaye ikawa hapa basi kale kamanzi Ngozi kale kamsariti. Kumbe Ngozi kama venye nilikufahamisha ni wa hichi kikosi cha wanakagashu ninja. Kwa hivyo alituma message kuelezea kwamba na Koichi amemuua tayari hapa basi Nagara. Amemuua mmoja wao. Naona? Alikuja kuleta habari. Sasa naye pia Spiderman alikuja kuleta habari kwamba na kuwa eti alikuja kapata gunyo.
Akamfahamisha, unajua namna gani Kimoda ameuawa. Sasa mimi tu ndiye masendari ambaye nimesalia. Kimoda? Mtu akaweza kuua Kimoda? Yani mtu akaua Kimoda, akawambia sasa mimi ndiye nimesalia na najua nitaweza kuangamiza hawa watu. Nitatumia mishare yangu yenye sumu na nihakikishe nimeangamiza huyu Azumi. Alright. Haya, Manzi aliweza kutoa ripoti na ajabu ni kuwa Ngozi ni bintiye Gunyo. Ngozi ni binti yake Gunyo. Alright. Kwa hivyo wanawashiriana. Unaona? Wanawashiriana. Anatuma barua, inajibiwa. Hiyo ndio design wanatumia, basi ni design yao tofauti kabisa basi ya kuwashiriana. Alright. Kwa hivyo Manzi alifahamishwa, endelea kufuata hawa watu. Endelea kuwafuata. Mwanzo bado hatujaua Azumi na Azumi ni tisho na bado hatujaangamiza Prince Tenkai. Kwa hivyo Manzi akaambiwa aendelee kuwafuata. Anta wa mamoru tame ni minna shinda ga wakatte no ka? Kengaku. Kama Kengo kwa aliambiwa basi wacha kushinda ukimpigia makelele. Lakini right on time Ngozi alirudi. Kozue. Ngozi yako wapi Nagara? Nagara wa Ako wapi Nagara? Tuchude. Akawa daijoubu da. na Azumi akaamini ati wamepoteana. Yani Ngozi ati alipita njia nyingine, Nagara kapita njia nyingine. Hivi ndivyo hapa basi Ngozi amewadanganya. Na iliwa sababu na madhumuni yake basi huyu Manzi Ngozi kurudi ara za Nyawezi ni kuendelea kufuata akina Azumi ili awaingize kwa mtego wa Wanakagashu Ninjas. Hiyo ndio plani. Aliwaambia mimi najua shortcut. Najua shortcut ya kupitia tu njia ambayo tutaweza haba kutoka haraka. Kutoka rahisi haraka. Unaona? Ngozi akawadanganya kwamba na kwa eti anajua shortcut. Anajua hapa basi bila shaka para nini? Akanjia yani waruchwa. Lakini mishoni yake kubwa ni kuhakikisha hawa watu wamezingirwa. Juu wote wako hapa sasa. Prince Tenkai yako hapa, Azumi yako hapa. Kwa hivyo mishoni yake huyu Ngozi ni kuhakikisha hawa watu wamezingirwa na Wanakagashu Ninja harakadhalika na wanajeshi wake Sanada. Ngozi wakati aliwachwa hapa akaona Prince Tenkai hajawekewa ulinzi. Akaanza kusema mission is the king. Mission is the king. Ina maana lazima niweze kuwa compress mission yangu. Kwa hivyo aliamua kuangamiza soja mwenye kwa hapa karibu na nani? Na Prince Tenkai. Cheki. Ngozi sasa akaona Azumi pia amechomoka na kuna jamaa ametumwa kuja cheki. Jamaa mwenye alikuwa ametuma akasema already tumezingirwa. Tumesaritiwa. Kwa nini? Tumezingirwa na wanajeshi wake Prince Sanada. Sasa Ngozi akamaliza soja wa kwanza. Ai! Azumi akashtuka kisha right on time akaangua kuangamiza Prince Tenkai. Kwa kumuua soja. Akakuingilia rote na kukatwa lakini amemwekea ulinzi. Akaanza. Alikuwa anajifanya kama mgonjwa lakini ni waya. Yestima. Hapo ndipo Azumi alijua Hapo ndipo Azumi alijua kash Ngozi ni msaliti. Why, how, why now and where is Nagara? Manzi alimwambia Nagara nilimuua. Live. Nagara kwa wapi? Ni mishoni yangu kuangamiza wewe, Prince Tenkai na Nagara. Already Nagara nimemuua. Already Nagara nimemuua. Sasa nimebakisha wewe na Prince Tenkai. Azumi alitokwa na wazimu. Akamwambia wakati ambapo niliua Nagara, aliita jina lako sana. Aliita jina lako sana. Kwa hivyo wewe ni mdanganyifu. Sio mambo na kudanganya, hata wewe na kuua live. Lakini sasa naua auwe nani?
Azumi na kwanza this time round sasa kuna hasira mbaya mbovu. Azumi alitokwa na wazimu. Akamwambia heri usema huku muua juu. The more unaendelea kuniambia venye uliua Nagara, the more natokwa na wazimu. Ngozi alimwambia it was my mission and I has to accomplish. Kama venye tu uko na mission, hata mimi niko na mission yangu. Sasa Azumi hata hataki kushinda akipigana na mtu kama huyu. Azumi ametokwa na wazimu. Azumi ametokwa na wazimu. Unahitaji uwe besti wangu wa kiti cha kwanza, mtu ambaye alikuwa anapenda style kama hiyo. Waremkata tumbo kumtambariza. Akiwa na machungu mbaya mbovu. Azumi shisha. Azumi akiwa na machungu mbaya mbovu. Arimkata kumtambariza. Su puya matumbo wewe. Ngozie Karash na Ngozie ni bintiye Ngunyo. Ngunyo kiongozi wa wanakagasho ninjas. Mefanya makosa sana kumuua Nagara. Sasa hapa ndipo basi Azumi alitokwa na wazimu na kadai sasa yeye hataki kujua, hataki kufuata mtu na hataki kujua nini ambacho kinaendelea. Amesahau na mission, sasa ako after revenge. Akawaambia Kengoku, mtu asinifuate. Mtu yoyote asinifuate kuanzia wakati huu. Sanada ni biashara yangu sasa. Kumuua Sanada ni shughuli zangu. President Kaya kadenye wachani na Azumi. Tujue namna venye tutaweza kuchomokara zenye wezi. Azumi naye ndiye huyu sasa na machungu. Anataka hawa wanakagasho ninjas pia na Sanada. To live or to die, mishoni ni moja. Lazima aangamize Sanada. Mbali na hivyo, lazima afanyie Nagara revenge shisha. Kwa wanakagasho ninja anataka revenge. Lakini punde chipunde Gunyo ndiye huyo. Mae ga Azumi. Wewe ndiye Azumi. Azumi akakaa standby. Wewe ndio ulituma Ngozi akamuue Nagara. Nini? Asante sana hapa basi kwa kumtuma. Mwanzo already nimemtuma Ahera na hata wewe unamfuata. Right on time, Spider-Man. Yes! Umemuua mtoto wangu. Sio ati mambo na kumuua, hata wewe unamfuata. Spider. Na uchunge. Tupiwa moto. Chunga sana Azumi. Hawa wote wawili ni wadedri. Chunga sana Azumi. Spider-Man akwara zenye waizi. Spider. Makosa. Kitanzi shisha. Baina ya Spider-Man na uchunge na Azumi. Spider-Man na Azumi. Hawa ni wanakagasho ninja. Wacha kuhepa na nini. Na mama anaamini Spider-Man hawezi kauawa na mtu yoyote. Lakini Spider-Man uchunge, huyu ni Azumi. Huyu ni Azumi. Itabidi uchunge. Mwanzo huyu ni Azumi. Spider-Man alianza kutuma hapa basi bila shaka pale nyaya, na zile nyaya zina sumu. Zile nyaya zina sumu nani? Chunga sana manzi. Hizi nyaya zina sumu. They are poisonous. Zinakata majani stare kama hiyo. Zimetiwa makali na mbali na hivyo they are poisonous. Yani zimetiwa sumu pia. Ikikukata manzi unakuwa umewekwa sumu. Poison. Kidogo. Ai, chunga manzi. Yule Spider-Man ni kukata zile nyaya na bado na yeye anaweka zingine. Anaweka zingine. Chunga mishare. Mishare yenye sumu. Chunga sana Azumi. Ruka kidogo hivi alikuwa luzwa. Naelewa iko na sumu. Kwa hivyo ukidungwa unaanza kuwa mlegefu. Ukidungwa unaanza kuwa mregefu. Ndio hiyo poison. Chunga Azumi. Chunga sana Azumi. Ai. Azumi akasikia hapo basi nguvu zake zimeanza kulegea. Akakata
kukatakata zile miti. Sasa kukatakata, jamaa akaangukia zile nyaya zake. Cheki. Kwanza akakamata uswadi wa manzi. Na manzi nguvu zake basi anahisi ameanza kuregea. Hana wakati wa kupoteza, mwanzo ameanza kuregea. Ameanza kuwa mregevu. Uswadi kando. Ai, chunga Azumi. Toa kisu kidogo. Azumi na Spiderman anelua manza na sumu kwa mwili wake. Kauswadi kadogo kando. Sasa Azumi akaona hapa kuna mchezo, ruka chukua uswadi wake kisha kwaruza Spiderman. Amemkwaruza Spiderman vile vile. Na yeye unaona basi ameanza kuregea. Ai, Spiderman akachomwa zenye zilikuwa upande wa chini. Azumi akaziondokea. Sasa naye Azumi akakata. Kukata zote zikamwendea nini? Zikamwendea Spiderman. Kukata zile miti, zile nyaya zikamwendea Spiderman. Zikamkata. Iliwa zimetiwa makali. Zilimkujia. Zikamkata stara kama hiyo. Jicho akawa mienyuko. Unasikiaga mienyuko? Akawa mienyuko. Yani kuvunjika stara kama hiyo. Mienyuko. Akawa mienyuko. Yani kwenyukanga. Lakini manzi maskini sumu inaendelea kupenya. Na unaona ni kidogo tu. Alikuwa ruzwa kidogo tu, lakini sumu inapenya na kupenya ndani ya misuri yake. Yani ndani ya veins, kwa mishipa yake, kwa muscles. Sumu. Na Ngunyo akajua kile kitendo. Kambia manze, sasa kuna sumu ndani yako. Kuna sumu ndani yako na sasa utapenda. Mokozemo, soreni Tsuchigumo. Warera ue no kou ga shuu koto goto. Kwa kuwa binti yangu chunga Azumi. Nambo domache! Otoko mo shira, seken mo shira. Ikitoru imi. Maskini Azumi, chunga sana Azumi, sana tena zaidi. Mwanzo wewe uko na sumu. Ndiyo huyu. Na ni ninja, usisahau. Ni ninja. Azumi usisahau. Huyu ni ninja. Aish. Na silaha nyingine deadly. Maskini Azumi. Oi, Azumi. Ai. Huyu ni ninja bado. Gunyo ni ninja. Na sumu bado inapenya kwa mishipa ya manzi. Maskini manzi. Na silaha yenye hapa basi Ngunyo amebeba pia ni poisonous. Ina sumu. Na kama kasumu kadogo kamemfanya manzi awe mregevu, sumu kubwa itakuwa namna gani? Akikwaruzwa na hii kutakuwa namna gani? Woye. Maskini wa Mungu. Kwenda kumaliza. Alikuingilia nani? Alikuingilia jamaa wetu. Na yeye pia alikatwa na ile silaha yenye sumu. Kengoko. Naye akamdunga mbaya mbovu Ngunyo. Kengoko. Amekatwa matumbo. Amekatwa kwa matumbo zake mbaya mbovu huyu Ngunyo. Lakini pia jamaa wetu Kengoko amepatwa na ile sumu. Makosa. Kengoko pia amepatwa na ile sumu. Akachukua silaha yenye sumu, akaichomoa kwa mwili wake. Oyeyai. Makosa. Sumu ndani yake mingi. Sasa yari dungwa na sumu mingi. Azumi sumu iko kidogo, lakini yeye amedungwa na sumu nyingi sana tena zaidi. Oye maskini. Yeyai.
sumu inapenya na kupenya upande wa ndani. Oyai, maskini Kengoko. Kengoko maskini wa Mungu akajisikia sasa yeye vyenye alivyo hali yake imeharibika kabisa. Oyai Kengoko. Na huku manzi kwa sababu ya venye basi alipatwa na sumu amezirai Azumi. Kengoko alimwambia Azumi, accomplish your mission. I died for you, you accomplish your mission. Oi. Kengoko kwisha maneno. Maskini. Naye Gunyo ni wakati anarudi kwenye territory za mdozi wake. Gunyo! 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 Alimwambia watu ni wadedri. Hawa watu ni wadedri. Nani huyu? Usiniambie ni kukufa unakufa my dear. Usiniambie ni kudedi unadedi. Lakini alimwambia nimejaribu, wameua Spider-Man, wakaua basi Kemoda, wakaua mpaka ngozi. Na mimi nimekatwa vibaya zaidi. Hawa mama Senari ni hatari. Hawa mama Senari ni hatari. Nilikuwa karibu sana kumwangamiza Azumi, lakini ukachomoka Kengoko na Kengoko akanimaliza. Oi tafadhali Gunyo usikufe. Gunyo tafadhali, nataka usikufe. Lakini wapi, Gunyo kwisha maneno. General Sanada ndiye hakuamini Gunyo ameenda. Gunyo! 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 Gunyo kitu gani? Gunyo wa Wanakagashu ninja za kwisha maneno. Gunyo Karash. Gunyo Karash. Basi naye manzi wetu Azumi baada ya masaa kadha wa kadha. Baada ya masaa kadha wa kadha Azumi akajihisi ni wakati nakuja kupata nafuu, ni wakati nakuja kupata fahamu jamaa wetu hapa basi ama manzi wetu Nachi ama ukipenda yani Azumi. Sasa kila wakati akimuona Kengoko anafikiriaga ni Nachi. Akajitazama, akamtazama Kengoko. Kengoko! Oi, Kengoko! Oi, Kengoko. Ndipo tazama akaona silaha yenye sumu yenye limwangamiza Kengoko. Na Kengoko aliyokuwa maisha yake hapa ndipo manza sasa alikumbuka. Yeye karibu adungwe na ile silaha, alikumbuka faster. Karibu adungwe na ile silaha, lakini hapa basi bila shaka para kabla hajadungwa, akakuingilia nani? Akakuingilia hapa basi bila shaka para Kengoko. Kengoko akazuia Azumi asidungwe, yeye akadungwa stara kama na ile silaha. Kudungwa basi sumu ikaingia ndani yake. Kengoko kwisha maneno. So manzi baada ya kulala basi ikawa ile sumu yenye ilikuwa imepenya ndani ya mishipa yake ilikuwa kidogo, kwa hivyo baada ya kuingia kwa mwili wake basi ikapigana na zile askari wa mwili. Unaona? Red blood cells. Akaikojoa. Kwa hivyo chenye tu alipata amejikojolea. Akaikojoa ikatoka na mkojo. Akarudi poa. Lakini sumu yenye ilimdunga huyu jamaa wetu ilikuwa sumu na ambayo hapa basi rashaka pale ni sumu kali. Sumu yenye ilimdunga huyu jamaa wetu hapa basi Kengoko ilikuwa ni sumu yenye ni kali. Hangeweza kupona. Kengoko aliyokuwa maisha ya Azumi naye akaiaga dunia. Oyeyai. Washalala. Aliyokuwa maisha yake Azumi ndiyo, lakini Kengoko kuisha maneno. It's war. People die, man. Ni kwa vita. Watu hufa na wengine kuishi. Mtazamaji, ukawahi sikia mtu ambaye anasema kutokee vita, umlaani yeye, watoto wake na watoto wa watoto wake? Mwanzo vita hufanya watu wapoteze maisha yao. Mimi nakumbuka siku ya Maumau. Venye tulikuwa tunaenda hivi tumepelekana na mtu, unasikia kwak ameuawa. Siku ya Maumau tulipigana vita kali sana. Tulikuwa tunalala kwa mashimo.
ulikuwa unapata njaa mpaka unapata unakunia mafi yako ukiikuraga na ni juini yako haiwezi kukuharibikia. Unakosa maji, unachukua msumali, unadunga mshipa wako, unanyonya damu yako na ni juini yako haiwezi kuharibikia. Vita sio kitu mzuri nani. Mimi nakumbuka siku nyingine tabu ilikuwa mingi sana. Nilikunia mafi nikaikula yangu tu. Alafu juu sasa ilikuwa mafi kwenda kwa tumbo haikuwa digested tena. Juu ni mafi nikasikia kukunia mara hiyo hiyo. Sasa venye tu nilimaliza kukunia tena nikaichukua nikaikula. Nikakunia tena. Sasa ilibidi niweka kamchanga kidogo ndio iwe mzito. Nikaweka nini? Nikaweka kamchanga kidogo sasa alafu nikakula ile mafi yangu. Ile mafi yangu nikakula. Sasa at least ikaa kwa tumbo. Siku hiyo ya mau mnasikiaga. Vita sio kitu mzuri nani. Vita bana machezo. Lakini Mungu ni mzuri bado tuko. Sasa kumbe hapa basi naye Azumi alikuingilia shasha. Hakika kwa uchungu wa kumpoteza Kengoko, Azumi alikuingilia live and direct ndio sasa Kembei. Walimuona Azumi. Na Azumi ameapa. It is now or never, to live or to die. Hakika lazima huyu Mr. Sanada adedi sasa. Azumi amedekerea. Azumi ameapa shasha. Alichomoa uswadi. Azumi Part 2 ikuwa hapa bishini kwenye kipindi cha Lala Salama, Love or Death. Azumi Part 2 ikuwa hapa bishini kwenye kipindi cha Lala Salama, Washalala, One Woman Army, One Woman Army. Azumi alikuingorea sasa. Hakika na machungu. Joroge gai. Kimanidu tu. Mutakuja kupenda. Jega gedhei. Mutakuja kukipata cha mtamakuni. Gedhua rodhori. Wote walikuwa gara zenyewe hizi. Gedhua rodhori. Azumi dangamanya. Kuwa kata. Kuwa tambariza. Irogo miji. Wote wako gara zenyewe hizi. Mwagia ro. Munafuata nani? Mutaona moto this time around hakika. Kata. Kuwa kata. Chiki manino. Anawakata bila huruma. Kuja kibande hii. Jojidu tu. Hakuna kuwaweka. Okabawe. Masioka. Wote anaweka down design kama hiyo. Wote kuwa tambariza. Na ako kiwoman soro. Walala. Baka walianza kutoroka sasa. Wanatoroka. Jua venye wanakatakatwa. Waliingia wengine wenye mabunduki. Masoja. Ana mabunduki sasa. Chunga manzi. Sasa Kembei alikuingilia. You killed my master, now I'm gonna kill you. Lakini Azumi amejitolea. To live or to die. Niishi ama nikufe. Sina huruma na mtu mimi. Najua nilizaliwa ili one day one time nikuja kudede. Kudedi nimejitolea nitadedi. Kudedi nimejitolea ni dedi. Lakini kupenda mtapenda. Goja! Sanada alikuingilia. Sanada sasa. Yani wewe ndio umeua Agunyu. Kasichana karebo kama wewe ukaua Agunyu. Utapenda. Kama wewe ndio umeua Agunyu, lazima utaripa. Manza nimwambia it's my mission kukuua. Ati kuniua. Right on time. Kijana wake akakuingilia. Huyu kijana hatakagi vita ziendelee. Hatakagi mambo ya vita. Kwa hivyo nimwambia babake, asikiza. Nilikuambia tuache vita na usikie kila wakati unavizua vita, kila wakati unazua vita. Sisi tu ndio tumesalia.
Wanakagashu ninja watu wameuawa. Watu wengi sana wameweza kudedishwa. Nimechunguza vinara wote wenye tulikuwa tunataka kuangamiza hawa Wanakugawa. Hao wote wameuawa. Wewe tu ndio umebakia. Hakuna haja kuendelesha vita. Wanakugawa na sisi, nchi ni kubwa na makabila ni mbili tu. Wacha waishi. Lakini Mudhari alimwambia never. Never. Right on time, Priest Tenkaya akakuingilia. Priest Tenkaya alikuingilia ndiye huyo. Yeye ndiye mtu alianza kikosi cha kuzuia vita, na haraka kando, yeye basi ndiye kinara na yeye ndiye mkuu wa Wanakugawa tribe, kabila la Wanakugawa. Kabila la Wanakugawa ambao hapa basi watu kama vile Mawarlords, kama vile Sanada wameishi kutaka kumaliza lile kabila riishe kabisa. Kabila la Wanakugawa. Ukweli muuliza, miaka mingi sana tumepigana. Vita zimepiganwa. Na hakuna siku mtawahi maliza Wanakugawa. Chenye tunataka ni muache tuishi 50-50. Tuishi kwa amani. Hatutaki mambo ya vita sisi, lakini lazima tujiprotect. Sanada alimwambia okay. Tumepigana miaka mingi zaidi. Na hiyo hata mimi nimeambiwa na kijana wangu, wenzangu wote wamekufa. Nitakubali kitu moja. Vita ziishe. Nitakubali vita ziishe. But in one condition. Munawacha Azumi hapa. Kwa kuua Gunyo, yeye anabakia hapa. Utasema namna gani? Vita ziisha kabisa. Juu mimi tu ndiye kinara wa vita ambaye amebakia. Vita zitaisha. Na nyinyi muache Azumi. Sasa jamaa moja wa kikosi cha kina Kengoko, wacha asikia ati Azumi anawachwa. Kudoyama ni chikyo no mito nari. Nidoto Tokugawa ni sakarau koto wa nai. Hiyo tu. Nitaamurisha vita ziishe, lakini mumwache Azumi hapa. Priest Tenkai akaamua kusacrifice Azumi. Okay, ni sawa sawa. Tunezaje wacha Azumi hapa? Jamaa alifanywa dhareko, cheki. Hatuwezi acha Azumi. Katua. Sanada akiongea, kila mtu ananyamaza. Azumi. Pole nani. Priest Tenkai alimsacrifice Azumi. Akadai ni kweli. Vita ziishe, Azumi awachwe hapa. Azumi hakuamini. Na Priest Tenkai akaamua kutamburuka. Priest Tenkai akadai it's a deal. Tunawacha Azumi na vita ziishe. Na it's a deal. Ni viongozi wawili wamesikizana. Azumi aliwekea uswadi. Kamuuliza Priest Tenkai, kwani sisi ni nini kwenyu? Miaka nenda, miaka rudi. Tumekuwa tukipigana. Tumekuprotect. Tumepigana kwa jina lako. Na sasa umeamua kunisacrifice. Alimwambia ni sawa sawa. Kama vita itaisha ni sawa sawa. Mwanzo mishoni yetu ilikuwa ni kuzuia vita, na sasa juu umesikizana na huyu Habasi Sanada, ni sawa sawa. Ni sawa, you got what you wanted. Richa na kuwa umenisacrifice. Richa na kuwa umeamua kuniacha. Richa na kuwa umeonyesha mimi ni bure, lakini ni sawa sawa tu. Priest Tenkai, endeni mkaishi maisha mazuri. Lakini kuna kitu moja. Nami hapa sitoke kabla sija accomplish mission yangu. Ku accomplish mission yangu ni kumuua Sanada Masayuki. Kusikizana ni kwenyu, kumaliza mission ni kwangu. Sanada lazima nimuue. Sitaki kujua na sitaki kuelewa, na hata nikitaka kujua siwezi nikafahamu. Wewe lazima nikuue kwa sababu ya kifo cha Nagara. Lazima nikuue. If I have to die, so be it. Sanada akasema okay. Nimeapa vita itaisha. What? Lakini mimi na Azumi tunapigana. Akiniua asiguzwe na mtu. Hiyo ni amri yangu. Nasikia kijana wangu? Azumi akiniua asiguzwe na mtu. Na vita ziishe. Lakini nikimuua vita zinaendelea na kila mtu mwenye kwa hapa anakufa. Lakini akiniua asiguzwe na mtu, na nimeamurisha vita ziishe. Hiyo tu. Bas.
It's a fight to the death. Sasa maisha ya Azumi ndiyo itamaliza vita ama iendeleshe. Azumi akishinda vita zimeisha, na akishinda hakuna mtu atamguza. Amri kutoka kwa General Sanada Masayuki. General Sanada Masayuki. Bash. Kitanzi sasa. Kitanzi. Na General Sanada Masayuki amedai mtu mwingine yeyote asijaribu kuingilia. Hii ni vita baina yake, anataka revenge ya Gunyo. Yeye anataka kufanyia Gunyo revenge. Wow. General Sanada Masayuki na manze wetu Azumi. Azumi the legendary assassin na General Sanada Masayuki. It's a fight to the death. Only the strong to survive. Chukua uswadi mwingine. Na kumbuka Gunyo, kumbe alishakatwa kichwa. Alishakatwa kichwa. Mwingine wa uswadi mwingine. Gunyo kitu gani? Haya. Hoi. Nimeona Gunyo. Ndio Gunyo akikuja na ako uchi. Naona Gunyo akiwa uchi. Watu waliweka masirasti. Stop it! Babangu ametoa amri, na lazima hata akiwa amekufa amri yake iheshimiwe. Kimola yako wadakuwa guo. General Sanada kuisha maneno. Lakini Kembe alidai never. Mimi lazima nifanyie mdozi wangu revenge. Kijana wake Sanada alimwambia sikiza, babangu amekufa na mimi sasa ndiye niko in charge. Na nimeamurisha hakuna vita itaendelea na Azumi aende zake. Mnasikia? Hawa watu waachwe waende na vita zimeisha. Lakini Kembe alimwambia sikiza, wacho kiamurisha wanajeshi wa babako, mimi naenda. Aliambiwa hakuna mtu ataguza Azumi. Na as long as mimi ndiye kiongozi wa hicho kikosi, baada ya babangu nimeamurisha hakuna vita zinaendelea. Kwa hivyo wewe Kembe ukitaka kwenda kivyako, nenda kivyako. Lakini mimi na wanajeshi wangu vita zimeisha. Na hakuna mtu atajaribu kuguza Azumi. Mtu akijaribu kuguza Azumi, tunavamia huyo mtu. Sasa Kembe yeye na watu fuasi wake walikasirika wakaenda. Naye kijana wake hapa basi kujimura huyu kijana wake General Sanada akadai hakuna vita zinaendelea. Lakini Azumi alikuwa standby. Mwingine mwenye anataka kupigana basi na aje. I am not afraid to die. Lakini hakutaka. Azumi hakutaka kumfuata President K. Mwanzo ameona President K anaweza msaliti. Alimwambia President K, sikiza, mission accomplished. Naomba tu vita basi ziishe. Mission yangu ilikuwa Sanada General Sanada Masayuki awe mtu wa mwisho. Lakini naye President K akamwambia, nilitaka tukuache juu tungekusacrifice wewe mtu mmoja na mamilioni ya watu wapone. Kwa hizo usinibebe vibaya. Tungekusacrifice wewe lakini mamilioni ya watu wapone. Kwa hivyo pole sana. Lakini hata hivyo hapa basi Kembe alimwambia basi bila shaka pale Azumi, between me and you it's not over. Manza kamwambia, one day one time I'll be waiting for you. Kama utakuja kujaribu kunitafuta, nitakuwa nimekugojea. Lakini sasa Kembe aliona hana others. Wewe wasisi muondoke. Wewe usione moi no. Kembe watu wana machungu. Lakini all the same, kiongozi ni kijana wake basi General Sanada na amedai hakuna vita inaendelea. Huko basi naye Modhe akadai basi sisi tulikuwa tunataka amani. Cheki damu ya watu venye metereka. Tulikuwa tunataka amani na amani tumeipata. Huko basi Azumi akaenda basi kuishi maisha yake kivyake. Kama Kembe itamfuata kufanya revenge, hiyo basi pengine iwe kwenye sehemu ya 3 ya Azumi. Yani kama Kembe atamfuata pengine iwe kwenye Azumi part 3. Otherwise amani imepatikana, Azumi amechomoka na ametamboroka stara kama. Huko basi Azumi akichomoka na kutamboroka stara kama hiyo, hapa beshi na kicheki naona Death or Love ama ukipenda Azumi part 2 mwisho. Kama kutapatikana sehemu ya 3 ya Azumi basi nitaweza kukuandaria. Otherwise Azumi part 2 mwisho. Akiwabishi ni wako ma studio top ranking DJ ranking Afro amigos. Azumi 2 mwisho.